Mangoba Ngliti, kocha mpya wa Young African, anahitaji kufanya vitu vya tofauti sana kwenye kikosi chake, na toka amefika ndani ya Young African kuna faili lake ambalo tayari ameshaanza kulifanyia kazi. Kwa sasa Young African wapo katika hatua ya kuweza kufukia magepo ambayo wachezaji walikuwa wameacha. Tunatambua kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao watakuwa hawapo sehemu ya kikosi kwa msimu unaofuata. Rasmi Prince Mpumelelo Dube hayupo kwenye kikosi cha Young African na amesharudi kwao Zimbabwe, na nafasi yake inaangaliwa namna gani inaweza ikazibwa. Mwanzoni walikuwa wanamtazamia mchezaji Kaleso Makigawa kutokea pale nchini Afrika Kusini akiwa anacheza timu ya Stellenbosch, lakini Simba Sports Club wameibuka kuwa vinara na kuweza kusaini mchezaji huyu na hatimaye kwa sasa yuko Simba rasmi. Sasa nafasi iliyobakia ni nani ambaye anaweza akaweza kuchukua nafasi hiyo? Mangoba Ngliti, kocha wa Young African, amehitaji kuweza kumpata mchezaji Lengalile Phil ambaye huyu anacheza pale pale nchini Afrika Kusini katika klabu ya Stellenbosch, na tunafahamu kwamba mchezaji huyu ni mchezaji kijana, mchezaji ambaye ana umri mdogo, lakini pia anaweza kucheza kutokea pembeni, lakini pia anaweza kucheza kama forward wa katikati. Ni mchezaji ambaye ameweza kuleta duru kubwa sana katika nchi ya Afrika ya Kusini, na ukiangalia kwa sasa Stellenbosch wametoka hadharani na kwenda kutoa dau lake la kuweza kumng'oa pale Stellenbosch, kwa sababu tayari bado ana mkataba wa miaka mitatu ndani ya Stellenbosch, na gharama yake ama value yake Stellenbosch wameweza kuitoa hadharani kwamba ni randi milioni 16, ambayo hii ni sawasawa na bilioni 2.5 za Kitanzania, na Young African wanaonekana kwamba wako interested kuweza kumnasa mchezaji huyu ili kuweza kujiunga na klabu ya Young African. Itakumbukwa kwamba toka aondoke Prince Mpumelelo Dube, nafasi yake kwa sasa yuko Laurindo Aurelio Depu Denilson, huyu ambaye aliingia dirisha dogo katika klabu ya Young African na aliweza kuonyesha kipaji kikubwa sana. Kwa mechi 5 za mwanzo aliweza kufunga goli 7, na hii ilikuwa ni mchezaji wa kwanza kuweza kufanya maajabu walioingia dirisha dogo, ukiwajumlisha mtu kama Djibuba Jamal, ukimlinganisha na Alan Okello Starboy, ukija ukimlinganisha na Anicet Ura pamoja na Ribase Gwei, ambao hawa ni wachezaji wote ambao waliingia katika dirisha dogo, wengine wakiingia Simba, wengine wakiingia Young African, na yeye alionekana kuwa mchezaji kinara ambaye aliweza kuonyesha makali yake mapema kabisa, lakini majeraha yaliweza kumweka nje na kuanza kurudi nyuma katika hatua za ufungaji. Lakini yote katika yote, kwa sasa ameachwa Young African na Prince Dube hayupo, kwa anatafutiwa mbadala ambaye anaweza kuja kucompete nafasi dhidi yake, ambaye kwa sasa ndio huyo Lengalile Phil ambaye kutokea pale nchini Afrika Kusini katika klabu ya Stellenbosch. Na itakumbukwa kwamba Stellenbosch ilikuwa ikifundishwa na kocha wa Simba wa sasa Steven Barker, ambaye alikuwa akifundisha Stellenbosch na ni kocha ambaye anawajua vizuri wachezaji hao, lakini pia Mangoba Ngliti, kocha wa Young African, naye pia amewahi kufundisha pale nchini Afrika ya Kusini ikiwemo Mamelodi Sundowns. Ni mchezaji ambaye anamjua vizuri na ameweza kutoa angalizo kwamba Young African wahakikishe kwamba wanamnasa mchezaji huyo. Lakini je, tukiangalia mchezaji huyu akija ndani ya Young African anaweza akawa amewasaidia zaidi, na kitu gani ambacho kimeweza kuwavutia zaidi Young African? Ukiangalia mchezaji huyu kwa profile yake tu kwa ufupi, ni mchezaji ambaye amezaliwa tarehe 25 Januari mwaka 2005 mpaka hivi sasa ana umri wa miaka 21, lakini pia ukimwangalia katika msimu uliopita yeye ameweza kucheza mechi 16, amecheza jumla ya dakika 1640, lakini pia amefunga magoli 7, ameweza kutoa assist 1, na ndiye mchezaji ambaye amekuwa mchezaji kijana mwenye magoli mengi katika ligi ya Afrika ya Kusini. Lakini pia ukiangalia urefu wake ni sentimita 169. Ukiangalia kwa urefu huu ni urefu ambao unaweza kumsaidia yeye katika kuwa na kasi, lakini pia kuwa na uhatari zaidi kwa upande wa timu pinzani, kwa sababu ni vimo ambavyo mara nyingi sana kwenye football mchezaji mwenye vimo vya staili hii amekuwa ni mchezaji ambaye anakuwa na hatari zaidi. Kwa hiyo kwa upande wa Young African wapo serious sana na dili hili na kwa dau lake ambalo limewekwa mezani, na bado wapo katika kufanya negotiation. Yawezekana dau hili likashuka na kuweza kumnasa mchezaji huo
au likasalia vile vile na Young Africans wakaona namna gani wanaweza wakamnasa mchezaji huyo. Kwa hiyo akija kuingia mchezaji huyu anakuja kuungana na wachezaji wengine ambao tayari wameshaingia katika viunga vya Young African, akiwemo Stefan Aziz Ki ambaye huyu ni mchezaji wa Al Ittihad ya pale nchini Libya akiwa katika mkataba, lakini vyanzo vyangu mwenyewe vya meza yangu vya uhakika kabisa vinasema kwamba Stefan Aziz Ki tayari ameshakuwa mwana Jangwani, tayari ameshakuwa kijani na njano, ingawaje upande wa Young African wamekuwa wakiweka usiri mkubwa sana, lakini vyanzo vya kuaminika kabisa kwamba tayari Ki Aziz ameshakuwa ndani ya viunga vya Young African. Kwa hiyo hapo ukija kuangalia unakuja kuona kabisa kwamba kwa sasa Young African wanafanya maboresho makubwa sana ya kikosi chao, lakini pia eneo lingine ambalo Young African wanaonekana kuboresha zaidi ni kuhakikisha kuweza kuwabakisha wachezaji muhimu katika kikosi, akiwemo Yao Ataula Kowasi Jeshi ambaye huyu alikuwa anamaliza mkataba wake na Young African wameweza kuwa interested na kipaji chake na huduma yake, ameweza kuongeza mkataba wa kuweza kuendelea kuitumikia Young African. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye anaongeza muda wake ni Shedrack Isaka Boka, fullback wa kushoto, ambaye ilikuwa inasemekana kwamba mwishoni mwa msimu uliomalizika na kuelekea msimu mpya asingekuwa sehemu ya kikosi cha Young African, lakini kwa sasa ameweza kuwa sehemu ya kikosi cha Young African. Lakini pia nakupa habari nyingine ya uhakika zaidi, kuna rumors ambazo zinatembea kwamba ujio wa Mangoba Ngliti wa Young African, kocha mpya huyu, amekuwa hafurahishwi na maisha ya Djigui Diarra ndani ya kikosi cha Young African. Sasa nakupa ABC jinsi ilivyo ni kwamba habari za kuaminika kabisa kwamba kocha wa Yanga ambaye ni mpya anahitaji huduma ya Djigui Diarra kuendelea kusalia ndani ya viunga vya Young African, na hizo habari zingine ambazo zinatembea kwenye mitandao ya kijamii na kwenye channel mbalimbali ni habari ambazo sisiokuwa na ukweli wowote. Djigui Diarra ataendelea kusalia ndani ya Young African na ataendelea kuwa kipa tegemeo, lakini ingawaje kocha ameonyesha interest ya kuweza kuongeza changamoto ya kipa mpya, lakini kwa kipa huyu ambaye yupo wa Yanga Djigui Diarra, bado kocha anaendelea kumhitaji. Na ukimwangalia Djigui Diarra ni mchezaji ambaye amekuwa na mchango mkubwa sana kwa Young African, hata katika ubingwa ambao ameweza kuutetea wa msimu wa 2025-2026 ni ameonyesha jitihada kubwa zaidi. Pasipokuwa yeye inawezekana Yanga wangepoteza ubingwa huo. Rejea mechi dhidi ya TRA, Yanga wanapata alama moja. Nenda mechi dhidi ya Mbeya City, Yanga wanapata alama moja. Nenda mechi dhidi ya Simba, wanapata alama moja home and away wakiwa kule Zanzibar, wakiwa Meja Isamuyo. Nenda mechi dhidi ya Azam FC, wanapata alama moja home and away. Na hizi zote ni jitihada ambazo zilionyeshwa na Djigui Diarra, na hata katika zile mechi ambazo aliondoka na alama tatu ni yeye aliweza kuamua Yanga iweze kupata alama tatu. Lakini pia ukiangalia mechi ambazo yeye aliweza kutoka wakiwa wanapambania kupata alama tatu, waliweza kukosa kabisa hata hiyo alama moja. Rejea mechi dhidi ya Dodoma Jiji, Yanga walipoteza kwa goli 3-2. Na hiyo yote ilitokana nini? Djigui Diarra kuweza kuondoka katika kikosi cha Young African, na hatimaye Yanga wanapoteza na kuweza kuondoka bila alama hata moja dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo umuhimu wa Djigui Diarra kwenye kikosi cha Young African ni mkubwa zaidi ya vile ambavyo watu wanaweza kuvisema. Kwa hiyo yote katika yote ni kwamba kocha mpya Mangoba Ngliti anamhitaji zaidi Djigui Diarra kuweza kuitumikia timu yake na kuendelea kuleta challenge mpya, ingawaje kocha ameintroduce jina jipya la golikipa ambaye anamhitaji pia kuja kuongeza nguvu ndani ya kikosi cha Young African. Usiende mbali, endelea kusalia hapa, nitakujuza ni kipa yupi huyo, anatokea wapi, ambaye atakuja kwa ajili ya kuweza kuja kuongeza challenge kwa Djigui Diarra. Endelea kusalia hapa Steam Media, tutakujuza A to Z kwamba ni golikipa wa aina gani ambaye wanamhitaji kuweza kuingia ndani ya viunga vya Jangwani. Lakini hiyo haiondoi kuwa nafasi ya Djigui Diarra kuweza kuwa finyu ndani ya kikosi cha Young Africa, kwamba kocha hana mipango naye. No, kocha anamhitaji Djigui Diarra, lakini ameintroduce kipa mwingine kuweza kuja kuleta challenge katika nafasi hiyo, kwa sababu imeonekana kwamba kwa makipa wengine waliopo sasa hivi ni makipa ambao hawawezi kutoa challenge ya kutosha kwa Djigui Diarra, na hatimaye Young African wanaweza kupata wakati mgumu kuiendea michuano ya kimataifa.
na ninakwambia tu ukweli kwamba kwa kipindi hiki ambacho Young Africa wanafanya usajili, wakielekea kimataifa, wana uwezo mkubwa zaidi wa kuweza kufanya vyema zaidi katika michuano ya kimataifa kwa sababu ya vikosi ambavyo vinaundwa kwa sasa. Na ukiangalia usiri mkubwa ambao upo katika cabinet ya Young African umekuwa ni mkubwa sana, ingawaje viongozi wanasema kwamba kuna usiri mkubwa, lakini hiki ambacho ninakupa ni kitu ambacho uhakika kabisa kwamba kwa sasa Young African wanasuka kikosi chao kwa ajili ya kuja kujenga kitu ambacho kitaleta manufaa makubwa zaidi katika msimu unaofuata. Yote katika yote ni kwamba kwa sasa lenga lile, Phil mchezaji kutoka pale Stellenbosch rasmi anakuja Young African kwa dau la bilioni 2.5 ambao ni sawa na randi milioni 16, na Young African wameonekana wako interested na mchezaji huyu na kuweza kumhitaji kuweza kuingia ndani ya kikosi cha Young African. Mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda, lakini nikukumbushe tu kwamba tunatiwa nguvu na Perfect Beauty and Design Academy. Hiki ni chuo cha urembo, ususi na ushonaji ambacho kinapatikana Iringa Semtema, pale kituo cha Ngome. Ukifika hapo ulizia bodaboda ama watu wote wanaotoa huduma ya usafiri kwamba nataka nifike chuo cha urembo hapa Semtema, utaletwa paka hapo tulipo. Kwa sasa hivi tupo hapo Steam Media, tunatoa update zetu tukitokea hapo Perfect Beauty and Design Academy. Na kikubwa zaidi kwa mwaka huu bwana, kutakuwa na mahafali ya kwanza kabisa ambayo yatafanyika hapa Iringa, ambapo mahafali hayo kama wewe utakuwa unahitaji kuweza kuwa sehemu, basi endelea kucheki nasi ili tuweze kuona namna gani naweza tukashirikiana kama mdau. Ukiwa wewe unafanya mambo ya beauty, mambo ya saluni, unauza nywele, unafanya nini, unahitaji kushirikiana na Perfect Beauty and Design Academy ili kuweza kukuza zaidi biashara yako, basi tucheki kwa namba hizo hapo 0713 45 52 32, 0713 45 52 32. Kwa kutucheki hapo bana, utakwenda kupata kilicho bora kabisa kutokea kwetu Perfect Beauty and Design Academy. Hadi wakati mwingine, bye bye.